Yes bana, ni siku nyingine tena niko na Doto Magari, Doto Keto. Mambo sasa yanarudi kama kawaida. Tulikuwa katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia so far tulimuona Doto akiwa anazungumza mambo mema sana. Lakini Doto, mimi kwanza nimekupongeza kwa ile maana umekuwa mfano tosha sana kwa vijana. Neno moja tu atoi. Neno moja tu Doto. Neno moja la nini bwana? Mfungo tumeumaliza. Nini cha kuambia vijana? Dada karibu. Hamna. Sasa utamsemea mtu kwenye maisha haya kweli. Watu watakuelewa jua hili. Hivi unalijua jua Dar es Salaam wewe? Jua Dar es Salaam hutaki kumsemea mtu yoyote, kila mtu ajiongeze mwenyewe. Kwa jua Dar es Salaam hutaki kumsemea mtu mazuri wala mabaya, kila mtu ajiongeze mwenyewe. Bado msemo wako wasiofaa kafatwa na uzungumzia sana. Kwa nini huu msemo unautajataja sana kwenye posti zako? Unafundisha mengi kwenye dunia. Kama sisi watu wanatuona hatufai. Sasa hizi wanatuomba hadi kodi za nyumba, wanatuomba ushauri. Haya mimi sijasoma, ulikuwa unanisema vibaya, leo naomba ushauri gani? Zidi kukuambia kajiue. Bado vita wasomi unaendeleza? Kubwa sana. Kwa sababu hao wasomi baadaye wananipigia eti Doto nipe ushauri. Mimi nitakupa ushauri gani wakati ulikuwa unaniandama? Walikufanyaje? Zidi ya kukuambia tu kajiue. Walikufanyaje? Sumu ya panya jiue. Basi. Walikufanyaje Doto wasomi? Wasomi walikufanyaje Doto? Ni watu wabaya kwenye maisha, wapende wenzao wafike. Maana kufika wewe unaelewa. Wewe mwenyewe hujafikia hapa. Sasa hizi unazidi kufika mbali. Bwana wewe. Kwa hiyo wasomi wapende wenzao wafike. Okay. Wanapenda tu waone kila siku bwana naomba nauli. Sasa mpaka lini utaomba nauli? Wewe mwenyewe sasa hivi uniombi nauli ushajipata. Lakini mwanzo ulikuwa unakuja kushinda hapa. Brani bongo movie, si bongo nini? Bongo nini unakaa masaa 4 hapo unaisubiri. Lakini sasa ukija juu juu tu kama mwewe. Na maana ushajipata. Sofa sasa Doto. Ndio hayo sofa kafaa. Maana unajiuliza maneno kati anakurudia mwenyewe. Wewe ulikuwa unashinda hapo unaisubiri. Halo. Bwana ni Doto Magari huyo akiwa anaeleza mambo mengi sana. So far tuko naye hapa Kinondoni na mwezi mtukufu ndio umeshakwisha. Sasa hivi tumerudi kwenye harakati zetu. Watu wengi mnahangaika kwenye mitandao ya kijamii kusema Suisa anamlipia nani kodi. Tusimtaje mtu jina, unajua unampeleka mtu mjini. Sasa kama watu washasema unajua ni kweli hiyo. Sawa. Mimi babu sina ushahidi sana. Lakini naona kila nikiamka maneno yanazidi kuwa hewani. Basi ujue ni kweli. Kwani yule hawezi kumlipia yule kodi, si binadamu yule. Lakini kwa nini amlipie mpenzi wa mtu? Ndio swali watu wanajiuliza Doto. Labda yule alokuwa naye kimvuli tu. Unajua kuna mahusiano mengine bwana duniani hapa baba nikwambieni. Mahusiano yana siri kubwa sana. Kuna mwingine tuishi tulipane. Kuna mwingine ni posti ni kulipe. Sasa mapenzi ya Kiledio na yule Vini ni posti ni kulipe. Sawa, si mapenzi tu ya kusema mapenzi. Mapenzi yao ni posti ni kulipe, nizurulishe ni kulipe. Ndio yaba mjue dunia shabadilika hii. Lakini hao ni maisha gani Doto? Unaona ni sahihi tajiri yako anachokifanya? Maisha nani? Yeye sitambu. Mimi hata mtu akitaamini nilipia kodi na umaskini wangu namlipia. Si rafiki yangu. Sikaja kirafiki. Kaja kirafiki sasa kwa nini mkatae? Kaja kirafiki na pale hamna mtu alomoa mwenzie. Kwa hiyo bado wote wauni mabachela, wale single. Yaani wale wote yani mabichi boy, majampu jampu no opposition. Kwa sababu hakuna ndoa pale. Pale kuna heka tu za kidunia. Na mwenyewe anapopenda yule kichogo Kiledio aseme mabaya ili waonekane. Unaona juzi walisema wameachana. Kwa hiyo kuna kitu walikuwa wanakitafuta. Sasa pale unawapa maadui nafasi. Kwa sababu labda kiongea kweli Kiledio hana nguvu ya kummiliki yule. Ana nguvu tu za mitandaoni na kameramani yake content basi. Lakini nguvu za kummiliki yule si Uvini, si Mwamvua. Ana bwana we. Yaani wanaishi kimikataba. Ni posti ni kulipe, nizurulishe ni kulipe. Ushaelewa maana nizurulishe ni kulipe? Hiyo sijaelewa hiyo Doto. Utaielewa sana ukiona mwanamke mzuri. Nizurulishe ni kulipe. Nizurulishe ni kulipe. Lakini Kiledio anaingiza pesa, anafanya kazi, anajituma na content creator. Mtu anajituma, content creator, wewe mwenyewe content creator. Content creator. Maisha yao nizurulishe ni kulipe. Kwa hiyo nitafuta mwanamke mzuri ndio utajua nizurulishe ni kulipe. Lakini mbona Doto wewe ufanye vitu kama hivyo? Kwa nini Isa anafanya? Muda ushaenda. Isa bado mtoto, hela kapata ujanani. Kama mtu alikuwa anauza majeneza leo kaja kuuza magari ataacha kufanya ujinga. Lakini watu wanasema Isa ni mtu wa swala hawezi kufanya hivyo. Hata mimi mwenyewe mtu wa swala. Wewe hujui kama swala ndio inaweka watu kimvuli. Ibada kimvuli wewe. Ukimwona mtu sana anamtaja Mwenyezi Mungu ujue huyo mbaya, adui, jasusi. Mtu anaokuwa karibu na Mungu amtajitaji ovyo. Lakini sasa Isa anakuwa ni mtu ana magari. Kwa sababu maneno anasema mwengi. Mara hata Doto anamjengea gorofa kubwa, si na nini? Nani amjengea? Kwao hiyo nyumba ya Tabora kwao ndio imejengwa juzi na haijaisha. Mafundi hajata amekuwa. Yule anjengee mie. Kumjengea mtu mchezo. Kwanza anaojenga anakusaidia asemi. Ndio maana nasema Mungu akimpa mtu amtangazi. Sisi binadamu acheni bwana. Lakini sasa maisha mpaka lini Doto? Ndio maisha ujichagulia, ngoja simu ya benki. Tuli hapo hapo usikie simu ya benki. Halo. Mpe huyo. Mzima mmoja na nani 3.
Kama mzima mmoja nini? Kuna waandishi wa habari sitaki kutaja, ngoja tusogee pembeni. Waandishi wa habari wa Mbeya. Bana, sofa tumeweza kuzungumza na Doto, lakini kwa ukakasi sana kwa sababu ni mtu mwenye mambo mengi, lakini pia amejaribu kutoa ya moyoni kuhusiana na kile kinachodaiwa kwamba Issa Tambuu anamlipia kodi AV ambaye ni mpenzi wa kiredio. Sasa najiuliza mambo mengi sana kwa sababu Issa anakuwa akisifiwa kwamba ni mtu wa kuswali sana, ni mtu ambaye anafanya mambo mazuri tu ya kusaidia tu, lakini sasa the way ambavyo inatajwa kwenye mitandao ni tofauti. Mimi mpaka hapo sina comment, lakini pia tunaendelea kuzungumza na Doto hivyo tumbane vizuri, atuambie kwa nini inakuwa hivyo na nini ambacho kifanyike. Okay, labda neno lako moja tu kuhusiana na hili Doto, kwa kumalizana na uko busy sana. Neno lako moja tu Doto. Nimemnyima hapa nani, nimemnyima interview nani yule Bina. Bina simpendi sana, zao namchukia. Kwa nini unamchukia Bina? Najua yuko pamoja na Issa Tambuu, sio watu wazuri. Lakini hii Issa inamchafua. Unamtetea kwenye lipi Doto? Siwezi kumtetea mtu, haimchafui, labda ndo anajisafisha kutembea na wanawake wa mjini. Maana wale kina Vini Kiredio watu wa mjini. Sasa wale si mwanamke wa mjini. Mwanamke wa mjini utadumu naye. Mwanamke kutwa anajiposti kama kapotea. Kutwa anajiposti. Wewe amka sasa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Usipomwona Kiredio umemwona Vini. Usipomwona Vini umemwona Kiredio. Kama wamepotea hii dunia kwenye mitandao ndo nini? Alafu mke wako kwa ukweli utakiwa kumburuza vile mnapostiana mitandaoni, mnazurura Dubai, mnapiga picha mnainama hivi, mnainuka. Sasa ndo nini?